Katika moja na mbili za big stories huko Instagram tumekutana na hii hapa kutoka kwake Nandy the African Princess. Oh yeah, Nandy ameendelea kulisongesha mbele gurudumu la muziki wa East Africa, lakini pia kutangaza kimataifa zaidi, yani internationally. Kitu ambacho Nandy ameweza kukifanya ni kimewashangaza na watu wengi sana wameweza kumpa congratulations za kutosha mara baada ya Nandy kuonekana katika fashion week ya huko Paris, French. Ukizungumzia shows kubwa sana zinazoendeshwa huko Paris kuhusiana na masuala mazima ya fashion, utaizungumzia hii wiki ya fashion ambayo imekuwa ikizungumziwa zaidi duniani kote. Sasa baada ya mojawapo ya wabunifu wa mitindo na mavazi kumkubali Nandy na kupendezwa na styles ambazo Nandy amekuwa akizivaa, basi ametoa nafasi kwa Nandy kuweza kushiriki katika hiyo fashion week. So hii hapa imeweza kwenda viral sana kwa sababu ni sehemu ya msanii kuweza kujitangaza, pia ni kama party ya promo kwa watu ambao walikuwa hawamfahamu pengine kimataifa zaidi, ambayo itamfanya hata muziki wake kuweza kupiga hatua kubwa. Lakini pia ni party ya msanii kuweza kujiongezea na kujikuzia kipato chake yeye binafsi. Sehemu kama hizi huwa kuna madau nono ya pesa ambayo huwa yanawekwa mezani. So wasanii huwa wanajipatia financial capability na stability kutokana na shows kubwa kama hizi. Lakini pia baadhi ya watu wameanza kulinganisha sasa Nandy na baadhi ya wasanii wengine kutoka hapa East Africa, wakisema kwamba Nandy hatua hii aliyopiga inamfanya kwamba yeye ni mkubwa na ni sehemu ya kuonesha ukubwa, kama vile ambavyo watu wamekuwa wakiwalinganisha yeye pamoja na baadhi ya watu wengine ama wasanii wengine kama wakina Zuchu na wengineo. So hii hapa imekuwa ni kama big story na watu wengi wamekuwa wakizungumzia huko Instagram, lakini pia imekuwa ikiongelewa kwa upana zaidi. Kila mmoja amekuwa akieleza vile ambavyo amekuwa akiona yeye kwa binafsi yake. Wapo ambao wamekuwa akisema kwamba sasa hivi Nandy ni untouchable, hashikiki katika kila engo, kwa sababu amekuwa akitupiga back to back na matukio makubwa ya vitu vingi ambavyo amekuwa akivifanya vinavyoashiria kwamba sasa hivi kiuchumi ameshakuwa big fish kwa hapa Bongo, hasa kwa upande wa wasanii. Lakini pia baadhi ya watu wamekuwa wakielezea Nandy pamoja na Zuchu, ukiwalinganisha kimafanikio huwezi kuacha kusema kwamba Nandy ana mafanikio makubwa sana kumzidi Zuchu, lakini bado hakuna uthibitisho wa moja kwa moja, lakini hizo ni stories tu ambazo wadau wamekuwa wakizielezea huko kwenye mitandao ya kijamii. So hii hapa ni kubwa sana kutoka kwake Nandy, tunampongeza kwa kile ambacho ameweza kukifanya. Of course ni jambo kubwa sana, hasa kupresent taifa letu duniani zaidi, na hii itafungua njia na fursa kwa wasanii pamoja na vijana wengine ambao wamekuwa wakijitafuta katika angles mbalimbali za sanaa pamoja na muziki kwa ujumla. Mimi nikwambie kwamba hii ni Tanzalive TV, sehemu pekee ya hot stories pamoja na trending news. Hakikisha kwamba umejiunga nasi hapa, gusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kubofya alama mbili za kengele. Kwa kufanya hivyo moja kwa moja utakuwa umejiunga nasi na hutopitwa na kuachwa na habari moto zinazoendelea kutrend na kuclick kwenye headlines zetu kila siku. Mimi nikwambie kwamba hili ndio chimbo pekee la habari ya mastaa wote kuhusiana na Diamond Platnumz, WCB Wasafi, Zuchu, Rayvanny, Mbosso, Harmonize, Lava pamoja na wasanii wote ambao wako katika misimu mizima ya kutrendi kila siku. Oh yeah.